Kipindi ambacho kinakujia kupitia Mvua za Baraka, na ni kipindi ambacho kimekuwa baraka sana, ambacho kinakuletea wataalamu mbalimbali, kinakuletea watumishi mbalimbali, kinakuletea watu mbalimbali ambao wamekuwa wakizungumzia masuala ya kijamii, masuala ya ujuzi, masuala ya kielimu, masuala ya afya, masuala ya kiroho na mambo mbalimbali ambayo yamekuwa kuhusu jamii yetu ya Kitanzania. Lakini pia sio tu jamii ya Kitanzania, lakini mambo yanayohusu wanadamu kwa ujumla. Na siku ya leo tena katika kipindi chetu cha Meza ya Neema, ninaye tena mtu wa Mungu ambaye amebobea sana katika mambo ya utabibu na amekuwa kwenye kazi kwa muda mrefu, na huyo sio mwingine ni daktari wa binadamu, Dr. Makunga. Lakini nitakapokuwa naendelea naye katika mazungumzo, nitamkaribisha, atajitambulisha, na leo mada yetu tutakuwa tunajikita katika swala la malezi ya mtoto tangu akiwa tumboni mpaka anapozaliwa mpaka anapofika umri wa miaka 5. Mambo gani ya msingi ambayo yanahitajika kwa huyu mtoto ili awe mtoto mwenye afya njema? Dr. Makunga, Mungu akubariki sana. Amen. Karibu katika kipindi cha Meza ya Neema. Nzuri kabisa. Mungu akubariki. Hiki ni kipindi ambacho kinakuja kupitia Mvua za Baraka. Na ni Meza ya Neema, ni vipindi ambavyo vinakuwa na watu mbalimbali. Na leo imempendeza Mungu ya kwamba tuko na wewe, daktari wa binadamu. Kwa hiyo napenda nikukaribisha sana katika kipindi cha Meza ya Neema, lakini pia uzungumze na wafuatiliaji wetu kupitia Mvua za Baraka Online TV kile ambacho tutakwenda kuzungumza siku ya leo. Lakini pia wewe ni nani? Umefanya kazi hii ya utabibu au kazi ya udaktari kwa miaka mingapi? Ulianzia wapi mpaka sasa hapa ulipofikia? Maana ni mtu umeshiba siku ingawa unazihitaji zaidi. Mungu akubariki sana. Karibu sana kwenye Meza ya Neema. Shukrani mtumishi wa Mungu. Amen. Mimi ni Dr. Kachagua Bernard Makunga. Kachagua Bernard Makunga. Amina. Na nimekuwa katika hiyo field ya udaktari kwa kweli kwa kipindi kirefu. Ndio. Nilianzia mafunzo yangu hasa ya awali kama daktari mdogo, yani tunaita clinical officer. Clinical officer. Kule Tanga. Kuna hospitali moja ambayo inaitwa Bombo. Ni hospitali maarufu sana. Kuna chuo pale, chuo cha medical assistant anaita. Miaka mingi sana. Kwenye miaka ya 76 mpaka 78 tulikuwa 76 nilikuwa pale. Sawa. Na baada ya pale Mwenyezi Mungu ametubariki. Wakati ule kwa elimu ilikuwa ya maana sana. Sawa. Unapomaliza chuo, yani kazi zinatafuta watu. Zipo. Sio sasa hivi kama unamaliza chuo mtu anatafuta kazi. Kwa hiyo tu moja kwa moja tukaajiriwa na serikali. Sawa. Na ilimpendeza Mungu kwamba nianze kazi yangu ya udaktari katika mkoa wa Lindi. Lindi ya. Kusini. Umekaa miaka mingapi Lindi? Kule Lindi mjini ni muda mfupi sana katika hospitali ya Sokoine ya mkoa. Baadaye wakati ulikuwa na vile vipindi vya Jeshi la Kujenga Taifa. Sawa. Nikajiunga na Jeshi la Kujenga Taifa katika kambi ya Makutupora. Sawa. Mwaka ule 78 kwenye mwezi wa 8. Sawa. Hadi mwaka 79 mwezi wa 7 nikamaliza ile utumishi wangu katika Jeshi la Kujenga Taifa. Ile kujitolea. Nikarudi tena Lindi. Kutoka Lindi nikapata uhamisho kwenda kwenye hospitali ya Ulaya ya Kilwa, hospitali inaitwa ya Kinyonga, Kilwa Kivinji. Ambapo sasa ni kama unateremka kushuka kuja Dar es Salaam sasa. Lakini bado uko katika mkoa. Bado nilikuwa katika ule mkoa wa Lindi. Wa Lindi, sawa. Na sasa kwa sababu hiyo ndio historia yako fupi, ingawa najua kuna mengine mengi. Leo katika Meza ya Neema tunataka kuzungumzia juu ya malezi ya mtoto. Na wewe ni daktari, una utaalamu mkubwa sana wa maisha ya binadamu. Kwamba mtoto mwenye afya ni mtoto ambaye wa namna gani? Kwamba ni mtoto ambaye tangu ametungishwa mimba yake, anavolelewa ile miezi 9 mpaka anapozaliwa, vitu gani vya msingi ambavyo vinahitajika kwa ajili ya mama mwenyewe mjamzito, upande kidogo ni wa baba pia, na sio kidogo sana tu, naye kuhusika katika swala la kulea ule ujauzito mpaka hatimaye kufikia kuwa mtoto, na hatimaye huyu mtoto kufikia kama sisi sasa tunazungumza, maana wote tumetoka katika utoto. Karibu sana. Kwa kweli
ni neema sana kumshukuru Mungu hasa kwa ajili ya mipango mizuri ya serikali zetu. Ndio. Za kisasa. Ndio. Sisi ambao tulizaliwa enzi ya ukoloni hatukuwa na bahati nzuri. Kwa sababu kwa nini? Hatukuwa na bahati nzuri kwa sababu wakati ule huduma za kiafya ndio kweli zilikuwa duni sana enzi ya ukoloni. Enzi ya ukoloni. Kwa hiyo tulizaliwa katika kwa bahati na tukakuwa kwa bahati. Hakukuwa na mipangilio mizuri ya afya ya uzazi ilikuwa haipo. Ndio. Lakini Mungu ashukuriwe kwamba baada ya uhuru na baada ya miaka kadhaa kupita serikali ikawa na mipango mizuri sana ya kuboresha huduma ya mama mjamzito. Ishi hapo kwanza Dr. Makunga. Nataka nizungumze na watu ambao tumezaliwa baada ya uhuru. Unamsikia Dr. Makunga ni mtu mzima kama unavyomuona. Anasema watu ambao walizaliwa kabla ya uhuru wakati ule wa ukoloni mambo ya afya uzazi hayakuwa kipaumbele. Lakini Mungu pia ashukuriwe kwa sababu watu walizaliwa wakati huo na wameendelea kuwepo na maisha. Lakini anasema kipindi tulicho nacho ni kipindi kama cha neema, kama tunavyoita meza ya neema, kwamba serikali imeweka mifumo mizuri na hivi tunavyozungumza maeneo mbalimbali ziko zahanati kwa ajili ya kuwafikia zaidi wananchi na kwa kina mama kuweza kujifungua katika hali ya usalama zaidi kuliko wale ambao pengine walikuwa wanazaliwa majumbani, wakati mwingine wanazaliwa katika mazingira ya kutatanisha. Kwa hiyo wewe unapaswa kumshukuru Mungu sana kwa kipindi tulicho nacho ambacho kwa neema ya Mungu tumezaliwa kwenye kipindi cha neema. Endelea daktari. Ndio. Sasa kulingana na mada yetu ndio kwamba tunataka kuelewa kuhusu malezi sahihi ya mtoto kuanzia ujauzito hadi anazaliwa hadi anakuwa kufikia kipindi cha umri wa miaka 5. Kwa kweli ni muhimu sana kujua swala kama hilo. Ndio. Kwa sababu mtoto kama mtoto, afya ya mtoto atakayezaliwa inaanza akiwa bado tumboni kwa mama yake. Afya yake inategemea akiwa tumboni. Kwa hiyo mpango wa Wizara ya Afya wa kumwangalia mama mjamzito kwa kipindi chake chote cha ujauzito mpaka anajifungua ambao tunaita kliniki ya mama mjamzito. Kwa Kiingereza unaitwa antenatal care. Antenatal care. Huo ni mpango ambao ni wa kimataifa ambao umebuniwa na ile shirika la afya duniani, World Health Organization. Ambao sasa mpango umeenea katika ulimwengu mzima. Ndio. Tunafuata maelekezo yao namna gani ya kuwatunza hawa wakina mama. Ndio. Kwa hiyo hawa wakina mama walikuwa na kliniki zao za kuangaliwa anapokuwa mjamzito mpaka anajifungua. Ndio. Na tulivyoanza zamani ilikuwa mama mjamzito alikuwa anapaswa kuanza kliniki anapofikia umri wa mimba ya miezi 3. Zamani ilikuwa miezi 3 wiki 12. Kwa sasa pale kwa sasa hivi wamerefusha kidogo, wanaweza piga miezi 6 unaanza kliniki 5 unaanza kliniki. Na vyakula gani ambavyo vinaweza vikamsaidia kwa haraka mama ambaye kwa mfano kuna kina mama wajawazito wakati mwingine labda walikuwa wanatumia vileo vitu vikali. Je, katika kipindi cha ujauzito ni vitu vinavyofaa kwa ajili ya afya ya mtoto? Ya moja ya mambo ambayo wakina mama wajawazito wanapohudhuria kliniki zao hizi za mama wajawazito ndio wanapata elimu ya afya. Ndio. Jinsi gani ya kujitunza wakiwa katika hali ile ya ujauzito. Sawa. Sasa unajua kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza kumuathiri mtoto akiwa tumboni wa mama yake. Ndio. Moja wapo kama hilo ambao umeligusia mtumishi wa Mungu kwamba akina mama wengine wako wajawazito lakini wako katika hali fulani ya vilevi, utakuta pengine mvuta sigara, mtu mwingine anakunywa pombe. Sasa vitu kama hivyo kwa kweli kwanza haviruhusiwi kabisa kwa mama yote mjamzito. Kwa sababu kilevi ambacho mama anatumia kinaenda moja kwa moja pia kwa mtoto. Yule analewa akiwa tumboni. Sigara mama anavuta. Ile athari ya sigara pia inaenda kwa mtoto. Kwa sababu mtoto alipokuwa kwa mama yake anategemea lishe yake yote kutoka kwa mama. Ndio. Sasa mama kile ambacho anachotumia mama moja kwa moja kinaenda kwa mtoto. Ndio maana hata mama mjamzito tunakuwa na tahadhari kubwa sana hata kwa watu wa kumwandikia madawa fulani kama anaumwa. Kuna baadhi ya dawa ambazo zinaweza kaathiri mtoto hatuwape kabisa kwa mama mjamzito. Hasa umri mimba zile ambazo chini ya miezi 5. Unajua nimekuuliza hivyo kwa sababu gani? Wakati malaika anamjia
mtu anaitwa Manoa kwenye Biblia, ambaye ndio baba wa Samson. Moja katika mambo ambayo malaika alimwambia yule mama kwamba asinywe kileo, yani ule ujauzito atakaokuwa amepata yule mama, huyu mama asitumie. Hiyo sio sayansi ambayo imezungumzwa na mwanadamu. Malaika anazungumza kwa ujumbe wa Mungu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna athari. Je, inaweza kuja kusababisha baadaye mtoto akawa mlevi? Hii nadhani hao wataalamu wa saikolojia wanaweza kutupa jibu zuri zaidi. Lakini mimi kama daktari ninachojua ni kwamba ulevi kwa mama unaweza kumwathiri mtoto kiafya katika makuzi yake tumboni. Okay. Sasa baadaye akizaliwa anaweza kuwa mlevi, na hii sasa ni kitu ambacho wao wenzetu hao wanaweza kufahamu zaidi, wataalamu wa saikolojia. Ambao tunabidi tuwatafute. Lakini sisi medical tunajua kabisa kwamba ulevi kwa mama mjamzito unaweza kumwathiri afya ya mtoto, afya kawaida ya kimwili, kwa maana kwamba ukuaji wake au vipi. Sasa baada ya kuzaliwa sasa tujue, lakini wakati ule ambao bado tumboni mamake anaweza kupata matatizo. Kwa hiyo anaweza asikue vizuri kwenye akiwa tumboni, anaweza asiwe na uzito unaotakiwa wakati akiwa tumboni, kwa maana kwamba hiyo ni swala la mwili wa yule mtoto. Na hata madawa uliyotaja anaweza karibu baadhi ya viungo visiumbiki vizuri. Mtoto anaweza kazaliwa akawa pigili na kilema fulani. Ndio, kwa sababu ya vitu ambavyo alikuwa anatumia. Na labda tuzungumze na wakina mama ambao mnafuatilia, na pamoja na familia na kina baba ambao mnafuatilia kipindi cha Meza ya Neema. Leo tuko na Dr. Kachegua Bernard Bakunga ambaye tunazungumzia afya au malezi ya mtoto, inahusisha pia afya ya uzazi. Hii ni mada pana, lakini tunajaribu kugusia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kama wewe ni mjamzito, basi moja katika mambo ya msingi katika kumlinda yule mtoto, epuka vileo, epuka uvutaji wa sigara, lakini pia vyakula vya aina gani ambavyo vinajenga maisha ya yule mtoto, daktari? Ndio. Yapo mambo ambayo yanasababisha mama mjamzito afya yake kupungua. Ndio. Lishe. Kwa sababu mama mjamzito anapokuwa mjamzito anahitaji lishe zaidi, kwa sababu anahudumia watu wawili, sio peke yake, yeye pamoja na mtoto. Sawa. Kwa hiyo anahitaji sana vyakula ambavyo ni balance. Vyakula balance ni vyakula vile mchanganyiko ambavyo vina viini lishe vyote ambavyo vinahitajika katika mwili wa binadamu. Sawa. Anahitaji vyakula vya kujenga mwili. Sawa. Anahitaji vyakula vya kumpa nguvu na joto. Sawa. Anahitaji pia vyakula ambavyo vitaweza kulinda mwili wake, ambao ni kwa lugha ya kitaalamu ni vitamins na minerals. Na vyakula vya kujenga mwili ni vile proteinia, mfano nyama, maharage, makunde na vitu vingine, pamoja na vyakula vya kumpa nguvu na joto mwilini ambavyo ni wanga pamoja na vitu vingine, sukari na mambo mengine. Sawa. Sasa imefika wakati ambapo mtoto sasa amezaliwa. Mungu ameleta neema, mtoto ndio huyu amezaliwa. Hebu tuambie miezi 6 ya mwanzo kwa huyu mtoto vitu gani vya muhimu ambavyo anavihitaji? Kutokana na sera ya kisasa ya sasa hivi. Ndio. Hizi sera unajua zinaenda na kubadilika. Ndio. Mienzi ya zamani ile ambapo watu sisi tunasoma chuoni, sera za wakati ule kwamba mtoto anapozaliwa anatakiwa apewe maziwa ya mama yake tu kwa muda wa miezi 3. Wakati huo baada hapo ataanza kupewa tena vyakula vya kulikisha, yani vya kuongezea. Sawa. Yani winning foods. Sawa. Unaona? Lakini sasa hivi kutokana na mageuzi fulani ya maradhi mbalimbali ambayo yamejitokeza, mfano HIV na vitu vingine, kwa hiyo sera imebadilika. Sasa hivi mtoto akizaliwa, kuanzia siku ya kwanza anazaliwa, anatakiwa alishwe maziwa ya mama yake tu kwa muda wa miezi 6. Mwezi wa 7 ndio aanze kula vyakula vya kulikisha. Unafikiri ni rahisi? Kwa sababu nakumbuka kuna mmoja katika watu tunayefahamiana alimuona mmoja wa watoto ambaye alikuwa akatiwa ana miezi 5, lakini mtoto mwenye afya njema. Akasema huyo ameshaanza kula vyakula au ananyonya maziwa ya mama yake? Akaambiwa ananyonya tu maziwa ya mama yake. Akasema haiwezekani. Lakini ni ukweli kwamba alikuwa ananyonya tu maziwa ya mama yake, na mtoto alikuwa na afya njema inayovutia, inayofurahisha. Tumekwenda mbele kidogo. Kuna kitu kimoja ambacho tumekuwa tukijiuliza. Tumesema leo tukutana na daktari tumuulize kitaalamu. Ndio. Baada ya mtoto kuzaliwa huwa kuna kitu kuna takwa la huyu mtoto kulia.
akizaliwa tu kabla hata pengine hajakabidhiwa mama yake, kuna takwa la huyu mtoto kulia. Ili takwa kisayansi likoje? Ndio. Ni vyema swala lake, ni vyema. Ni kwamba mtoto alipokuwa kwenye tumbo la mama yake alikuwa katika mazingira tofauti kabisa na nje. Sawa? Sasa anapotoka kwenye tumbo la mama yake, ndio. Kwenye tumbo la mama yake alikuwa anapata kila kitu, hewa nini na nini kupitia damu ya mama yake. Ndio. Kupitia kile kitovu. Sawa? Ndio. Sasa anapotoka nje, kisha kata kile kitovu, yaani sasa tumeshamtenga mama na mtoto. Ndio. Sawa? Anapotakiwa kutoka tu pale, mtoto anatakiwa lazima alie. Kulikulia inaashiria kwamba ana uhai na ndo pumzi ya kwanza ndio anaivuta sasa kwa ajili sasa kuendelea ya kwake mwenyewe kuendelea sasa kujipa sasa hewa yeye mwenyewe. Wakati akiwa tumboni alikuwa anapata hewa kupitia mama yake, kupitia kile kitovu. Sasa kule kulia ndio kuonyesha kwamba ana pumzi ya kwanza anaivuta. Sasa akichelewa kulia maana yake pumzi hajaipata, lakini kwa hai. Sasa ndio maana madaktari wakati tunahangaika sana kufanya kila njia, kumnyonya uchafu kwenye pua na nini, kumpiga mgongoni, kumstimulate tu alie. Akishalia tu pale ndio pumzi inaingia ya kwanza, anavuta hewa. Mtu mmoja aliuliza swali la kizushi daktari, samahani lakini na mimi napenda nikuulize. Ndio akasema kwa nini alie, kwa nini asicheke? Kulia ili sauti kulia, yana anapulia pale. Kuna kuwa na aina fulani ya kupanua mapafu yake sawa. Sababu anapulia anatoa sauti. Sasa anafanya anapanua mapafu na pale anapulia pale ndio kama anavuta hewa ya kwanza ndio inaingia ndani. Alafu baadaye inatoka, alafu baadaye sasa process inaendelea moja kwa moja. Kwa hiyo unatufuatilia kupitia Mvua za Baraka, nadhani majibu umeyapata. Kwa sababu huko mitaani watu wanasema unajua mtoto kulia anawakilisha huzuni za dunia, mtoto kulia anawakilisha maombolezo, kwa nini asicheke? Lakini kitaalamu ni kwamba huyu mtoto, kumbuka, alikuwa anaishi kule tumboni, hana mtu wa kuzungumza naye, yuko anategemea kila kitu kupitia mama yake kwa njia ya sayansi ya ajabu sana na miujiza ya kimungu. Sasa anapotoka ili kutanua mapafu yake na kuanza kupata hewa mpya, basi kitu pekee ambacho nacho pia kipo kisayansi na katika mpango wa Mungu, lazima huyu mtoto alie. Kwa hiyo anapolia sasa madaktari wanajiridhisha kwamba mtoto yuko hai na maisha yanafanya nini? Yanaendelea. Sasa huyu mtoto ambaye tunasema pengine anywe maziwa kwa muda wa miezi 6. Ikitokea huyu mtoto amepewa kitu ambacho si maziwa, achia mbali dawa kwa kuumwa, labda mama akaamua kumpenda sana mwanae, anampa juisi, mtori, kuna athari gani katika hilo? Ya, athari zipo. Kama zisige kuwepo, wataalamu wasinge weka mpango. Ndio. Athari zipo kwa sababu mfumo wa kumeng'enya chakula wa mtoto ni mfumo ambao hauja kuwa mkamilifu, yani haujakomaa. Ndio. Sasa kipindi ambacho wataalamu wanasema mtoto asipewe chochote isipokuwa maziwa ya mama yake, kwa sababu walikuwa kuwa katika akili zao kwamba mfumo ule kwa sababu haujakamilika. Mtoto anapopewa chakula kingine zaidi ya maziwa ya mama yake, atapata shida ya kukisaga kile chakula tumboni. Sasa kwa sababu atapata shida ya kukisaga kile chakula tumboni, atakuwa sasa anaathiri ile mashine yake ya kusaga chakula bado tangu akiwa mdogo. Je, kuna mambo huko mitaani watu wanazungumza kwamba madaktari wanazuia watoto wasipewe kitu kingine chochote ndani ya miezi 6 kwa ajili ya kujenga ubongo, kwa sababu ukiwapa vyakula vingine unaweza ukaufanya ubongo kudumaa. Haya ni mambo yako mitaani. Sasa wewe ni daktari, hilo kuna ukweli? Ingawa nakubaliana na wewe, kuna mmoja wa watoto ndani ya familia ambayo tunawafahamu, alipofikia miezi 3 alikuwa analia. Majirani wakasema kwamba huyu mtoto njaa inamuuma. Ile familia ikampatia uji. Yule mtoto tumbo lilikuwa kama limevimba, mpaka akakimbizwa hospitali, wakampatia dawa za kuondoa ile hali, na ile familia ikajifunza kabisa kwamba hatuwezi kurudia kufanya kitu hichi. Lakini swali langu ni hilo kwamba haya mawazo yaliyoko mitaani kwamba unajua maziwa yanajenga ubongo wa mtoto. Sasa usipompa maziwa peke yake, ukampa vitu vingine, mtoto wako atakuwa hana uwezo wa kiakili shuleni, kwenye maisha. Hilo ni kisayansi, ni kitabibu, au tu mawazo ya kibinadamu? Dhana ya kusema kwamba maziwa ndio chakula halisi hasa kwa ajili ya mtoto
ile dhana ya kweli. Lakini ndio hiyo dhana nyingine ambayo watu wanajaribu kuisambaza kama ulivyozungumza kwamba mtoto anapopewa chakula kingine badala ya maziwa au pamoja na maziwa kabla hajafikia miezi 6 anaweza kuharibu bongo. Sio kweli. Bongo hauwezi kuharibika. Kinachoharibika ni ile njia ile tu ya kumeng'enya chakula. Sawa. Kwa sababu mtoto anahitaji vyakula vya aina yote ili kuweza kujenga mwili wake. Sasa na vile anavyopewa ni vyakula vya kawaida ambavyo hata watu wazima tunakula na pia vinajenga mwili wetu. Okay, kwa hiyo kumbe tunachokataza ni kwamba unaathiri mfumo wake wa kumeng'enya chakula. Sawa. Baadaye sasa unaweza kuleta matatizo makubwa zaidi. Anaweza mtoto sasa baadaye akashindwa hata kunyonya chakula wakati akila. Sawa. Mfumo ule utakosa una uharibu kabla haujafikia muda wake. Miezi 6 kufika pale sasa wataalamu wameidhinisha kwamba ule mfumo wa kumeng'enya chakula tayari umeshakuwa umekomaa. Unaweza ukasaga aina yote ya chakula ambacho kinapatikana. Kama ni uji, kama ni mtori, kama ni nini, kinaweza kusagwa vizuri na kikanyonywa na mtoto akapata lishe kama kawaida. Lakini huko pia anaendelea na maziwa ya mama. Tukirudi nyuma kidogo daktari, kuna umuhimu kipindi kile cha mama kuhudhuria kliniki. Na tumeona siku hizi wanasisitiza sana wakati mwingine akina baba waende. Kuna umuhimu gani kwamba mama anahudhuria kliniki kwa ajili ya kutazama afya ya mtoto? Baba pengine ni mtu mwenye kazi nyingi, lakini anasisitizia kwamba wakati mwingine njoo na mumeo. Umuhimu wake hapa ni nini hasa? Umuhimu wake hapa ni kwamba kwanza kuonyesha ule usaidizi na kuonyesha kwamba wewe pia unajali kuhusu mke wako. Wewe unampa kitu fulani kama changamoto fulani mke wako, kuonyesha kwamba mume wangu ananijali. Unamtia moyo. Alafu kitu kingine, na wakati mwingine unajua sisi wa baba ni watu wabishi kidogo. Mama anaweza kwenda kliniki peke yake, akaambiwa mambo fulani ambayo wewe baba unatakiwa kuyatekeleza kutokana na afya yake, wewe ukaambishi. Lakini sasa mnapoenda pamoja, mnaelekezwa kwa pamoja, kwa hiyo ubishi ulikuwa upo. Usiwe mbishi kwenda kliniki na mkeo. Usiwe mbishi kwenda kliniki mkiwa mnafuatana na mkeo, kwa sababu kuna mambo ambayo mkeo anaweza kuambiwa ukiwa haupo, alafu wewe ukasema hizi ni habari zako, kumbe ni habari za kitabibu na ni habari ya afya ya uzazi. Na kushukuru sana Dr. Mangua kwa kuniambia kwamba wakina baba wamekuwa wabishi. Kwa sababu bana mambo gani hayo? Kumbe daktari kaelekeza kwamba kwa kipindi hichi kula chakula fulani. Kwa kipindi usifanye kazi fulani. Kwa mfano tumekuwa tukikutana na changamoto hizi za kitu kinachoitwa bed rest na nini. Hizi changamoto za namna gani hasa? Zinatokana na nini? Ndiyo. Unajua ujauzito. Wataalamu wanasema kwamba ujauzito si ugonjwa. Ndiyo. Lakini inaweza ikawa ni kuleta tukio ambalo ni la kuhatarisha hata maisha ya mama. Ndiyo. Kwa hiyo mama anapokuwa mjamzito kipindi chote kile mpaka anaenda labor, lazima tuwe makini sana kumtunza mama ili afya yake iendelee kuwa kuboreka. Sasa kunapotokea mambo fulani ya afya ambayo inaweza kuhatarisha kuendelea kwa ujauzito wake, madaktari atakwambia pumzika, fanya hivi. Kuna hatari zingine ambazo tutazungumzia, ni hatari ambazo zinaweza kufanya kwamba mimba iweze kuharibika. Kwa sababu mama ni mjamzito wa miezi 2 au 3, lakini mara kwa mara anajisikia tumbo linamkatakata sana, anafanya kazi ya kufua na nini, tumbo linamkatakata, kiuno kinamkatakata. Sasa hili ni dalili ambazo sio nzuri kwa mama mjamzito. Kwa hiyo akizungumza haya mambo, daktari kimuuliza, vipi kwa unajua nikifua sana tumbo linanikata sana hapa na mpaka nenda kwenye kinena, sasa hii sasa itakuwa tatizo. Inaweza kuleta kitu ambacho kinaitwa abortion. Kwa hiyo anamwambia mama, sasa kwa hali hiyo utakuwa dawa hizi, upumzike muda mrefu kitandani, lale muda mrefu mpaka hali inatulia. Kuna tofauti gani unalotumia abortion na miscarriage? Ni kitu kimoja. Ila ni kitu kimoja. Abortion ni kitu ambacho mara nyingi kinatokea kama kulazimisha. Watu wanavyofikiria. Ndio. Kama unalazimisha kwamba mtu anakuwa mzito lakini haitaki mnyambia anataka aitoe. Sasa wengi wanafikiria hivi, wanaita abortion. Na miscarriage ni kitu ambacho mimba imetoka yenyewe bila kuilazimisha. Lakini all in all yote ni moja tu, kwamba yote ni kwamba mimba imeharibika basi. Unaweza kusema ni abortion, unaweza kusema ni miscarriage, ni kitu kimoja. Lakini kimedical yote ina maana moja. Sawa. Kimedical sisi kuna abortion ambayo ni criminal abortion na abortion ya kawaida. Okay. Na miscarriage ina vitu vile. Criminal ni hiyo sasa ambayo mtu anaitoa. Kwa sababu Tanzania
ukisema nchi zingine sio criminal, hamna criminal. Ndio, kuna baadhi ya mataifa. Baadhi ya mataifa wanaruhusu kutoa mimba. Kwa hiyo sio criminal. Lakini kwa Tanzania kwa sababu hatuna sheria ya kutoa mimba, tunaita criminal. Sawa. Na kuna madhara gani kwa mtu ambaye anatoa mimba bila sababu za kiafya? Madhara ya kutoa mimba kwa kweli ni makubwa. Na hasa mimba ambazo zinatolewa ambazo tunaita criminal. Mara nyingi zinatolewa katika mazingira ambayo si ya kitaaluma sana. Kwa sababu ni criminal. Unajua ni criminal. Criminal ni kitu ambacho kimekatazwa na serikali. Maana ni kwamba ukishikwa unaingizwa mahakamani kwa sababu ni medical legal, utashtakiwa. Yule mtoaji mimba mwenyewe mwenye mimba yake ambayo imetoka atahukumiwa, na wale daktari walimsaidia kuitoa ile mimba, wote mnahukumiwa kwa pamoja. Unaona, ndio wanaita criminal. Sasa mara nyingi inafanyika katika sehemu ambazo si za uwazi za usiri na nini. Kwa hiyo unakuta katika mazingira ambayo si ya kiafya, ambayo sio sterile, kuna uchafu anafanyika pengine kwenye madangulu tu, watu wanafanya nani kwenye magesti, watu wanafanya criminal abortion. Sasa kuna uwezekano ile abortion inayofanyika kwanza inafanyika kwa njia ambayo sio sahihi, mama anaweza kableed sana mpaka kafa. Au kwa wengine inaweza ikafanyika mimba ikatoka, lakini akaingiziwa infection, akapata uambukizo mbaya sana katika kizazi, kupelekea mpaka anapoteza maisha, hata kizazi pia kikapotea, au akapata pengine kizazi kikaungua, mirija ikaungua, infection ile kabati yake ikipona, kizazi kinaweza kaungua, mirija ikaziba, asipate tena ujauzito tena. Kwa hiyo madhara mengi sana kutoa mimba kwa kweli. Lakini zile mimba ambazo zinatolewa kisayansi ambazo zinaruhusiwa kutoka, kwa sababu kuna mimba ambazo katika nchi ya Tanzania hii ambayo hatutaki criminal abortion, lakini kuna mimba zingine ambazo zinaruhusiwa zitolewe. Kwa sababu aina gani? Kwa mfano mama ana ugonjwa moyo ambao magonjwa moyo kuna class 1, class 2, class 3, class 4, ambayo ana ugonjwa moyo pengine class 2, ikiwa kama class 2. Sasa mama yetu mwenye ugonjwa moyo kufikia class 2 hawezi kuhimili kubeba ujauzito. Okay. Ama sivyo anaweza kupoteza uhai. Na hii ya kuzungumza kwamba ujauzito umetunga nje ya njia ya mahali pa kawaida, nayo ni hiyo ni kitu kingine tena. Ndio. Na hiyo ndo hapo ninazungumza kwamba mara nyingi mimba zinazotungwa nje ya kizazi ni zile ambazo huyu mama alishapata matatizo fulani katika via vyake vya uzazi, yani kama uambukizo fulani ambao kwa lugha kitaalamu inaitwa PID. Sasa ule uambukizo aidha umecheleweshwa kutibiwa au hata pia umetibiwa kwa muda stahiki, lakini bado unaweza kuleta madhara ya ziada ambayo kwa lugha kitaalamu tunaita complication. Complication moja wapo ni kwamba kunakuwa na ile mirija yake ya kusafisha mayai ambayo tunaita fallopian tubes zinaweza zikaziba kutokana na ile infection. Ile infection ikishapona, ile makovu yake yale yanabana ile mrija. Kwa hiyo yai la mama aliweza likapita pale kuja, kwa sababu tunajua ujauzito unapatikana, mbegu ya mwanaume inaunganika na yai la mwanamke kwenye mirija, haiunganiki kwenye kizazi wale kwenye uombo kule. Sasa mbegu inaweza kapita pale kwenye yule block, ikaenda mpaka kwenye yai kule liko yai, ikaenda kule ku fertilize pale yai likawa fertilized, ikaanza kuwa. Sasa linataka lisafiri liji kwenye uterus au kwenye uombo huko kwenye kizazi chenyewe, ndio lianze sasa kuichimbia pale, ianze kukua ile mimba, embryo itokee na mimba yaanza sasa kukua. Sasa inashindwa kupita pale, kwa hiyo ilipogoma hapo linaanza kukua pale. Likikuwa lilikuwa sasa na ule mrija sasa ni mdogo, haiwezi kuhimili ule mimba inavutanuka, basi utakuta inapasuka au inastuka, lugha kitabu ina rupture. Kirupture pasi zinakuwa ni medical emergency. Mama asipo wahi kwenda hospitali na kufanyia operation inaweza kupoteza maisha, kwa sababu atatoka damu nyingi sana. Kwa hiyo hiyo. Kwa hiyo kuna lugha kitabu inaitwa ectopic pregnancy. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo tunaweza kupata kupitia kipindi hiki cha Meza ya Neema, hususani hiki ambacho kinahusiana na mambo ya afya ya uzazi pamoja na malezi. Na leo tumekuwa na Dr. Bernard Kachegua Makunga, ambaye pia ningependa sana utakapokuwa unataka ushauri wa mambo ya kitabibu unaweza kutupigia ili tuweze kuelekeza jinsi ya kumpata. Yeye anafanya kazi hapa Zanzibar, lakini tutakupatia namba za simu baadaye mwishoni, au zitakuwa zinapita chini pale ya screen yako. Daktari, mambo ni mengi. Lakini katika miaka mitano ya tumezungumzia miezi 6 na tumeona jinsi gani mtoto anataka. Katika miaka mitano ya mwanzo ya mtoto, vitu gani muhimu ambavyo mtoto anatakiwa kuna zile zinaitwa kinga na vitu vya namna hiyo. Vitu gani muhimu ambavyo mtoto anatakiwa
afanyiwe ili kuhakikisha kwamba afya yake inakuwa stable, afya yake inakuwa imara, afya yake inakuwa hasa afya ya binadamu. Ndio kama tulivyoanzia kwenye ujauzito. Kama mama ataenda kliniki, mama atapewa chanjo pingia tetanasi na vitu vingine, yote ni kwa ajili ya kumlinda mama mwenyewe na mtoto. Kwa hiyo daktari, tumezungumza mambo mengi na hasa tumezungumzia miezi 6 ya mwanzo. Sasa huyu mtoto kufikia mpaka miaka 5 awe na afya ambayo iko stable, imara, mtu thabiti kwamba sasa anakuwa binadamu ameandaliwa. Vitu gani vya muhimu ambavyo anavihitaji? Kwanza kitu cha muhimu mtoto kuanzia hiyo miezi 6 kuendelea mpaka karibu kipindi cha miaka 5 tunaangalia kwanza kuhusu afya yake. Ndio. Kitu cha kwanza ni lishe. Baada ya miezi 6 mtoto anatakiwa sasa kupata chakula cha ziada. Ndio. Ambacho lazima kiwe ni chakula ambacho ni cha mchanganyiko wote unaohitajika kama nilivyotangulia awali. Sawa. Alafu aendelee kunyonya maziwa ya mama yake pia kwa muda wa miezi ile nyingine iliyobakia mpaka anafikia miezi 24, miaka 2. Miezi 24. Ndio aache kunyonya sasa. Na huko anakula vyakula vingine vya kawaida. Na pia ataangaliwa pia kuhusu afya yake. Ataendelea kupimwa maendeleo ya uzito wake na kuangaliwa tatizo lolote ambalo linaweza kujitokeza la kiafya anapokuwa katika ile muendelezo wake wa kuhudhuria kliniki ya watoto sasa. Kliniki ya watoto wadogo chini ya miaka 5. Na hii kliniki mara nyingi inaanza pale tu anapozaliwa. Mwezi wa kwanza anapozaliwa anaanza. Kwa sababu pale kunakuwa na chanjo. Siku ile anazaliwa tu pale anapewa kwanza chanjo ya kifua kikuu na matone ya kusipolia. Mwezi wa baada ya mwezi mmoja ataanza kupewa chanjo zingine za DPT za pajani, kuendelea hivyo mpaka atafikia umri wa miezi kama 9 atakuwa amemaliza chanjo zake hata ile ya surua sasa. Sawa. Kuanzia pale sasa chanjo ziko zimeisha za yale magonjwa nyemelezi ya watoto, surua, kifua kikuu, kifaduro na vitu vingine. Sasa ataendelea sasa kuangalia maendeleo yake ya uzito, kuonyesha kwamba uzito ule tunampima kila mwezi anapokuja, kuangalia kwamba uzito unaendana na makuzi, uzito unaendana na lishe. Sawa. Sasa kama lishe na makuzi yake yanakuwa hafifu, uzito utapungua. Kwa hiyo pale daktari atakuwa sasa atamwalati mama kwamba mama, mwanao uzito wake unapungua, inawezekana kuna tatizo hapo. Tatizo ni nini? Unampa vipi chakula? Kiasi gani? Unamlisha uji mara ngapi? Na uji wa namna gani unampa? Sio unamkorogea misembe. Nataka ule uji ambao wa lishe. Mtoto apewa uji wa lishe. Ambao ndani yake pengine una karanga, una vitu vingine, una unga wa dagaa na nini, vitu kama hivyo. Ndio unaitwa uji wa lishe. Sasa unampa mpaji. Kama ikionekana kwamba pengine unajisa anavyomlisha imekuwa tatizo, huyo anapewa elimu ya afya pale. Maelekezo jinsi ya kumlisha mtoto. Zamani pale nakumbuka kabisa tulikuwa na kliniki zetu, kulikuwa kabisa na idara ambayo inatoa demonstration ya jinsi ya kukoroga uji kule kwenye kliniki. Sawa. Wanafundisha jinsi ya kukoroga uji wa lishe mzuri. Sawa. Zamani siku sidhani kama inaendelea. Mambo ni mengi siku hizi. Mambo ni mengi. Kwa kweli hiki kipindi cha Meza ya Neema kimekuwa ni moto. Na hata mwongozaji wetu kipindi anatuambia kwamba muda kwa kweli umetutupa mkono, lakini kuna mambo mengi ambayo nataka niendelee kumuuliza daktari. Nisikilize mama na baba ambao ni watu wenye familia mpya, ndio mna mtoto wa kwanza au wa pili. Sio kwamba unaacha kliniki baada ya kuzaliwa mwanao. Sio kwamba unaacha kliniki baada ya miezi 2-3. Utapaswa kuendelea kliniki mpaka watakaposema wataalamu sasa imefika chanjo zake amemaliza, basi sasa endelee na maisha. Kama kukitokea mambo mengine ya kawaida, sasa ndipo mnapompeleka mtoto katika vituo vya afya au hospitalini. Daktari, sio chanjo tu. Ndio. Kliniki inaisha mtoto atafikia miezi 60. Chanjo zinamalizika kwenye miezi 9 tu. Kwa hiyo utakuta mwaka mmoja tu chanjo zimeisha. Ndio. Lakini kliniki anapaswa kwenda mtoto kuangalia uzito wake kwa miezi 60 mpaka anafikia miaka 5 ndipo pale anafunga kliniki. Kwa hiyo miezi 60 kwa maana miaka 5 ndio anaendelea na kliniki. Wazazi wengi wanatekeleza hii. Kwa kweli ni shida. Wengi unakuta wanaishia miaka 2. Basi. Wengi wanajitahidi wanaishia miaka 3. Naona, lakini kikawaida kitabibu tunawashauri watoto waendelee kliniki kwa miezi 60. Kwa miezi 60 sawa na miaka 5. Ndio pale ndio tunafunga. Mtoto anatembea mwenyewe unaenda naye kliniki. Sio unambeba. Sasa siku hizi matatizo ya siku hizi
mambo ya elimu yamekuwa sasa yamechanganya. Watoto siku hizo wengine wanaenda shuleni boarding wana miaka 2 na nusu wanapeleka. Sasa tapeleka nani kliniki? Sasa kliniki anapeleka nani? Yuko boarding, yuko daycare. Yuko daycare. Sasa ndio shida. Lakini kawaida mtoto anatakiwa awe chini ya uangalizi wa mama yake kwa miezi 60 huko anampeleka kliniki. Kwa maana kwamba kama anapelekwa daycare na nini, lakini anarudi nyumbani na bado mama anazingatia kumpeleka kliniki. Siku ya kliniki lazima mpeleke. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi ya kupendeza, kufurahisha kumuuliza Dr. Makunga. Kuna jambo ambalo lilikuwa linanijia kutaka kumuuliza, nini maana kifafa cha uzazi? Labda tupe ABC hapo. Nini kifafa cha uzazi kwa kabla hatujamaliza? Kifafa cha uzazi kwa kweli ni aina fulani ya ugonjwa ambao wanapata wakina wajawazito. Kawaida mara nyingi ni wale ambao ni mimba za kwanza. Wanapata kifafa cha uzazi. Kwamba mama anakuwa na ujauzito na hizi dalili zitajitokeza baada ya mimba kufika miezi 7 na kuendelea. Chini hapa mara nyingi wasitokee. Kwa hiyo kuanzia miezi 7, mwezi wa 8, wa 9, wa 10 mpaka anajifungua ndio inatokea. Maana yake ni kwamba huyu mama anakuwa na dalili 3 kuu. Kwanza anakuwa na mkojo wake unajaa protein. Ndio wanasema ana mkojo mchafu. Unajaa protein. Alafu pressure yake inapanda. Unaona? Ndio kitu anakuwa na protein mkojo unakuwa unapata pressure inapanda, alafu anapata uvimbe kwenye miguu. Miguu inavimba. Na ukiponyeza ni kwenda inama kabisa kama vile Popeye. Unaona? Wataalamu tunaita edema, proteinuria na hypertension. Sawa. Inasababisha pressure ya uzazi. Sasa hii ni kwamba wataalamu wanasema kwamba inawezekana kwamba kuna mambo fulani katika ujauzito ule ndio unasababisha, kuna sumu fulani ambayo inakuwa inatengenezwa katika ule ujauzito ambayo inasababisha yule mama sasa aje apate zile dalili 3. Sasa zile dalili 3 sasa zikizidi, yani pressure kizidi zaidi na uvimbe ukizidi zaidi, sasa mama sasa anakuja anapiga degedege. Ndio anaita kifua cha mimba sasa. Na hii sasa ndio inakuwa hatari. Kwa sababu degedege lile linaweza kuharibu ubongo na nini. Sisi ni Wakristo na tunaamini katika maombi. Kuna watu wanasema pengine ni mapepo au inawezekana sio mapepo. Kwa kweli kusema ni mapepo hii mimi sijui, lakini mimi nachaamini kwa sababu hivi vitu unaweza kusema kwamba ni physiological, vinaelezeka kwa nini anapata kidaktari. Sasa wewe unasema ni mapepo. Kwa hiyo kama kudhibiti pressure au kudhibiti mambo mengine, basi ni wazi. Maana pepo ashindi kufanya kitu. Ndio. Pepo anaweza kukuingia akakusababishia pressure ipande. Ndio. Pepo anatakiwa wataalamu wa moyo kusababishia ndio miguu ivimbe. Ndio. Lakini miguu imevimba kwa sababu gani inajulikana, mtu anaweza kuelezea. Ndio. Na kwa nini anakojoa mkojo ambao una protein nyingi, sababu gani inajulikana. Ndio. Na kwa nini pressure inapanda, kwa sababu gani inajulikana. Kwa hiyo sasa ndio hivyo. Nafikiri ipo siku tutawaleta wataalamu wa huduma za ukombozi hapa. Hapa tumesikia mambo ya kidaktari. Mtumishi wa Mungu Daudi Kiula, ipo siku tutakuita hapa. Mzee Kwai, nyewe wataalamu wa huduma za ukombozi, mtuambie vipi mapepo yanaingia ndani ya watu na kusababisha watu kupata matatizo na nini na nini. Mungu awabariki sana. Tunapenda tuendelee, lakini kwa kweli muda wetu hauturuhusu. Lakini tutamuita tena Dr. Makunga kwa sababu ni daktari na anapatikana hapa Zanzibar. Tutaendelea kukuita daktari uje uendelee kutoa elimu kupitia Mvua za Baraka. Ili kwamba watu waelimike, jamii yetu ielimike, vijana waelimike. Mungu akubariki. Neno lako la mwisho kabla hatujamaliza ni nini? Kwa wafuatiliaji wetu wa Mvua za Baraka kuhusiana na masuala ya afya. Tumewaambia kwamba tutawaleta pia wataalamu wa mambo ya huduma za ukombozi. Lakini tuambie neno lako la mwisho kwa ajili yao. Mimi ningependa tu kuwafahamisha kina mama na ambao ni wazazi watarajiwa na kina baba pia wazazi watarajiwa kwamba swala la elimu ya uzazi ni swala muhimu sana. Na swala la kumhudumia mama mjamzito ni swala ambalo ni nyeti sana. Kwa hiyo kile ambacho madaktari wanachoshauri kwa shauri wa kina mama wajawazito, waume wasipuuzie ushauri. Waume wasipuuzie. Na ndio maana sasa hivi tuna kampeni ya kuwataka wanaume pia wao na wao wanahudhuria kliniki. Lengo letu ni hili kwamba kile ambacho kinazungumzwa kule kliniki, wewe mwanaume ambaye ndio mhusika mkuu wa kutoa
vile vipaumbele, kwa mfano kama pesa, kama nini, usikie mwenyewe. Amina. Kwa hiyo ushirika kama huu kati ya mke na mume kuhusiana na mambo ya uzazi ni ushirika wenye afya. Amina. Ni ushirika wenye afya na unaonyesha jinsi gani wewe mwanaume unajali kuhusu mke wako. Amina. Kwa sababu lakini pia na mtoto wako. Na mtoto wako. Kwa sababu usipende kusema mwanangu wakati mwenyewe husiki sana na mambo ya. Unasema tu mwanangu. Mwanangu. Nachukua neno lako la kusema kwamba wanamume msipuuzie. Hilo ndio neno nalichukua kutoka kwa Daktari Makunga. Usipuuzie wito wa kliniki kwa ajili ya afya ya mama na mtoto, lakini ya familia kwa ujumla. Kwa sababu wewe ndio unatoa vipaumbele, labda pengine unasimamia familia yako. Usije kujivuna tu mwanangu, kumbe ulikuwa haujahusika. Basi ni vizuri kuhusika. Basi kufikia hapo tunaweza kusema kwamba hatuna la ziada kwa kipindi hichi cha afya ya uzazi na malezi ambacho kimekujia kupitia Meza ya Neema kutoka katika television TV yetu ya Mvua za Baraka. Nilikuwa na Daktari Makunga au Dr. Bernard Kachegua Makunga. Mimi ambaye niko kuendeshea kipindi hichi kama ambavyo unanifahamu, Bishop Gaudens Pius Miungo. Unaweza pia kuwasiliana na sisi kupitia namba za simu ili angalau ukitaka kuwapata ushauri zaidi kutoka kwa daktari atakushauri kupitia 0685121212. 0685 12 12 12 0685 12 12 12 au 0658 30 30 30 0658 30 30 30. Basi unaweza kututafuta kwa namba hizo na tukakuunganisha na Dr. Makunga. Dr. Makunga, asante kwa kuja na nakutarajia tena. Hiki kitakuwa kipindi chako. Tuna madaktari wengi tutakuwa nao, lakini hiki kitakuwa ni kipindi chako. Na ipo siku tutazungumzia magonjwa mengine, magonjwa nyemelezi. Kuna watu wanajiuliza magonjwa ya kuambukiza ni yapi wakati mwingine, magonjwa sio ya namna gani hivi vitu kama hivyo. Juzi tulisikia madaktari wanasema kwamba antibiotics zimekuwa sugu kwa sababu watu hawamalizi dozi. Yote ndio tunazungumzia hapa kupitia Meza ya Neema. Asante sana, Mungu akubariki. Na wewe pia mfuatiliaji wa Mvua za Baraka, usiendelee kukosa kufuatilia kituo hichi kwa sababu kama ambavyo kusudi la kituo cha Mvua za Baraka ni kuleta maana ya maisha. Kwa hiyo tutakuletea madaktari, tutakuletea wanasheria, tutakuletea manesi, tutakuletea watu mbalimbali ambao watakuwa wanazungumza vitu mbalimbali vya kukujenga wewe. Ili uendelee kutupata moja kwa moja, kumbuka kusubscribe Mvua za Baraka. Unakwenda kwenye alama nyekundu pale, unagusa. Ukigusa inakuja alama ya kengele. Usiiache na yenyewe. Iguse mara ya pili. Hapo tayari utakuwa unatupata moja kwa moja. Kwa hiyo vipindi vikiwa hewani itakuja ishara au notification ya kwamba tayari Mvua za Baraka tuko hewani. Lakini usiishie tu kusubscribe. Hakikisha pia una share. Hakikisha pia una like. Waambie watu wengine kuhusu Mvua za Baraka ili maana ya maisha iweze kurudi katika maisha yao. Mungu akubariki wakati mwingine kutoka hapa Mvua za Baraka.